Taarifa binafsi za kiafya nchini Uingereza zimeuzwa Alibaba nchini China. Serikali ya Uingereza imethibitisha kuwa taarifa za kiafya za watu takriban 500,000 waliojitolea kwenye mradi mkubwa wa utafiti, yani UK Biobank, ziliwekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kupitia mtandao wa Alibaba nchini China. Taarifa hizo zimeondolewa utambulisho kwani hazikuwa na majina, anwani wala namba za simu. Hata hivyo, zinajumuisha taarifa nyeti kama vile jinsia, umri, hali ya kiuchumi, mtindo wa maisha na baadhi ya vipimo vya kibiolojia vya wahusika. Aidha, uvujaji huu umetokana na watafiti kutokea taasisi 3 za kitaaluma ambao walikiuka mikataba yao ya matumizi ya data hizo baada ya kupewa idhini ya kuzitumia kwa ajili ya utafiti. Taarifa hizo ziliondolewa haraka sana kwenye mtandao wa Alibaba kufuatia ushirikiano kati ya serikali ya Uingereza, China pamoja na mtandao huo, lakini pia watafiti na taasisi zilizohusika kukiukwa mkataba wamesimamishwa uwezo wa kupata data hizo tena. Waziri wa teknolojia wa Uingereza, Ian Murray, ametoa hofu na kueleza kuwa hakuna mtu yeyote aliyefanikiwa kununua taarifa hizo kabla hazijaondolewa katika mtandao huo. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni nini madhara ya hiki ama data za kiafya za watu kuweza kuuzwa. Changamoto ni kubwa kweli kweli, kwa sababu taarifa za mtu binafsi zinaweza kwenda kufanya ikaja kutoa siri ya vitu vingi kweli kweli. Hata kama hakuna jina, lakini kupitia data zako na vipimo vinaweza kutambulisha ama kutoa utambulisho wa wewe na DNA yako, ikawa chanzo cha watu kufanya baadhi ya vitu ama uhalifu kupitia jina la kwako wewe. Na ndio maana data ni kitu cha muhimu na cha msingi kweli kulindwa katika binadamu. Na ndio maana umeona serikali ya Uingereza imepambania kwa haraka kuhakikisha jambo hili linaweza kumalizwa kwa haraka kadri iwezekanavyo.